Ikiwa siku ya wanyamapori duniani, WWD kila mwaka hufanyika Machi 3 ya kila mwaka. Baadhi ya wanyama imebainika kuwa wanaongoza kwa kuua watu wengi kwa mwaka, jambo ambalo linatengeneza uhasimu na binadamu. Siku hii huadhimishwa kila mwaka kutambua mchango wa kila mnyama na mimea katika ustawi wa kibinadamu. Kauli mbiu ya mwaka 2025 kwa wanyama: ufadhili wa uhifadhi wa wanyamapori, wekeza kwa watu na dunia. Licha ya umuhimu wa kila kiumbe katika ekolojia, binadamu wamekuwa wakikabiliwa na hatari kwa kuuawa na baadhi ya wanyama. Matukio ya vifo hivyo yamekuwa yakiripotiwa kwa idadi kubwa kila mwaka. Kwa mujibu wa BBC Science Focus, mbu ndiye kiumbe anayeua zaidi duniani. Kwa binadamu, mwaka anaua takribani watu 725,000. Mbu anaeneza ugonjwa wa malaria, ambayo ndiye amekuwa akiua watu wengi zaidi. Itakumbukwa kuwa mbu jike ndiye hatari zaidi kwa ugonjwa huo, anayeshika nafasi ya pili katika kuua watu wengi kwa binadamu wenye kupitia matukio ya mauaji yanatokea kila siku. Inadaiwa na kukadiriwa kwamba watu 400,000 wanauawa na binadamu wenzao kila mwaka duniani kote. Kwa mujibu wa tovuti ya www.ouroldata.org, asilimia 0.7 ya vifo duniani mwaka 2019 vilitokana na mauaji. Katika nchi ya Amerika ya Kusini, mauaji ni mengi ukilinganishwa na maeneo mengine duniani. Mauaji katika nchi ya El Salvador yanafikia asilimia 7 ya vifo. Mnyama anayeshika nafasi ya 3 kwa kuua watu wengi ni nyoka. Mnyama huyu anayepatikana sehemu mbalimbali duniani anakadiriwa kuua watu 138,000 kwa mwaka. Nyoka wana sumu kali na wamekuwa wakiwauma binadamu na kusababisha vifo vyao. Vifo vya kawaida vya binadamu vinasababishwa na nyoka kutokea na kuwaua na sumu kali. Hata hivyo, inaweza kusababisha kukatwa viungo na kupata ulemavu mwingine wa kudumu. Kwa mujibu wa shirika la afya WHO, mbwa nao wanafuata katika kundi hilo kwa kusababisha vifo vya watu 59,000 kwa mwaka kupitia ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Licha ya kwamba mbwa ni rafiki wa binadamu, wamekuwa wakihatarisha maisha yao. Wakati vifo vinavyotokana na kushambuliwa na mbwa akiwa si vya kawaida, vifo vya kibinadamu kutokana na kichaa cha mbwa vinaongezwa, na kuua na mbwa si jambo la kawaida kusikika, hasa vinatokea katika nchi maskini zaidi duniani, ikiwa ni pamoja na Afrika na bara la Asia. Kwa mujibu wa WHO, mbwa ndio chanzo kikuu cha vifo vinavyotokana na kichaa cha mbwa na huchangia hadi asilimia 99 maambukizi yote ya kichaa cha mbwa kwa binadamu. Ugonjwa huo unaambukizwa kwa mate kupitia kuumwa, mikwaruzo na kugusana moja kwa moja na maeneo yaliyoathirika na mbwa. Kiumbe mwingine ni nge, ambaye inakadiriwa kuwa watu 3,300 kwa mwaka. Nge akikung'ata na akishakutana na adui yake, anamuuma na kuingiza sumu yake inamdhoofisha adui na kusababisha kifo chake mara moja. Licha ya uwepo kwa aina yake ya 2600 za nge, ni aina 25 pekee ndio wanaweza kusababisha kifo, kwa sababu wana sumu kali inayoweza kumwangamiza binadamu. Mamba nao hawajabaki nyuma. Ripoti ya BBC Science Focus inaeleza kwamba husababisha vifo 1,000 vya binadamu. Meno yao makali na nguvu nyingi ndio inawapa uwezo wa kuua watu katika maeneo ya mito au maziwa wanaoishi. Tembo anaua watu 600 kwa mwaka na kuwa kwenye orodha ya wanyamapori wakali wanaua watu kwa kasi. Ukubwa wake umekuwa ukiwezesha kuwashambulia watu na kusababisha madhara kwao. Mnyama mwingine mkali ni kiboko, anayekadiriwa kuua watu 500 kwa mwaka. Kiboko hutumia meno yao yenye ncha kali hadi nusu mita kupigana, na anaweza kuuma mtu mara moja tu katikati na kumtenganisha. Uumaji wa kiboko una nguvu ya pisi 1,800, karibu mara 3 ya simba.
Simba ana ukali wake, naye anafuata katika nafasi ya nyuma kwa kuua watu 200 pekee kwa mwaka. Mnyama huyu amekuwa akichukua kama kiumbe hatari zaidi kuliko wengine, lakini anaua watu wachache ukilinganisha na wengine tuliowataja hapo juu na waliotangulia. Mimi ni Ezekia Mtewere, Baharia TV. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.